lazima nikaimarisha kikosi kazi cha wizara pamoja na vyombo vyetu vya ulinzi na usalama. Iko baadhi ya maeneo ambapo kuna mianya ya watu kutorosha madini. Natumia fursa hii kutoa angalizo hilo. Hivi sasa tumekwisha kuichora ramani. Mtaanza kuona muda sio mrefu. Ninao watu ambao wako mahakamani, kesi zinaendelea, lakini tutawakamata watu wengi sana. Watu wengi sana ambao wanaikosesha nchi yetu mapato kwa kutorosha madini. Tulijitahidi sana kipindi kilichopita, lakini tutaongeza nguvu hivi sasa. Ukibana huku, fedha inakuja sokoni, nchi inanufaika. Kwa tutaongeza ulinzi katika rasilimali zetu, tutaimarisha usalama, tutaendelea kuwafuatilia wale wote katika njia tofauti tofauti ili nchi yetu iweze kujiendesha kupitia rasilimali ambazo Mwenyezi Mungu ametujalia. Nilisema, naomba nirudie tena leo, hatutaendelea kutoa leseni kubwa kwa mwekezaji yoyote kama hata kuja na mpango mahiri wa kuongeza thamani madini yetu ndani ya nchi. Ni mara 10 tuendelee kujengeana uwezo hapa, tubaki na manufaa haya. Huu ndo msimamo ambao hujawahi kubadilika. Sasa maana ya hichi kichopo hapa ni nini? Zamani ukichimba madini ya shaba unalisafirisha jiwe nje ya nchi, linakwenda kusagwa nje ya mipaka ya Tanzania kwanza kutengeneza zile bidhaa. Na tukahamasisha wawekezaji. Mkoa wa Dodoma peke yake una viwanda 9 vya kuongeza thamani madini. Kiwanda kikubwa ikiwa ni hichi ambacho tupo hapa. Hichi ndo kiwanda kikubwa ambacho kikamilika kitasaidia sana katika uongezaji thamani madini yetu, na hasa madini ya nikel pamoja na madini ya shaba. Naitwa Tobias Kente, ni mwenyekiti wa Tanzania Base Metal Association ambayo inashughulika na uchimbaji na kuwatetea wachimbaji wadogo na kuwawezesha na kushirikiana na serikali kwa ajili ya uboreshaji wa miundombinu, sera na sheria za uchimbaji madini. Mazao yetu sasa hivi, tuseme madini yetu hayawezi kuendelea kwenda nje. Yataongezwa thamani hapa hapa na watafaidika wachimbaji, lakini watafaidika jamii, lakini na serikali yote kwa ujumla. Kwa wachimbaji wadogo na wachimbaji ambao wanaweza wakachimba na kuleta mazao yao katika viwanda vyetu, especially kiwanda hiki cha Zamahero, ni kiwanda kikubwa, kinahitaji mazao mengi ya madini, na tumejaribu kuzunguka nchi nzima tukijaribu kuhamasisha wachimbaji waendelee kuchimba na kuleta mazao yao hapa katika soko la Zamahero, lakini mwithio bado ni uko chini. Lakini na imani baada ya ufunguzi wa hiki kiwanda na kuona ukweli kwamba huu sio utani kama ulivyokuwa mwanzo, nafikiri wataanza kuitikia na kuanza kuchimba na kuleta mazao yao katika kiwanda hiki, badala ya tulivyokuwa tunafikiria kwamba mazao ya madini ni lazima yaende nje ya nchi. Naitwa Hassan Ngaiza, niko na mkurugenzi wa John Joe Mining hapa, anaitwa Mr. Lee John Liang, ambaye ndio shareholder mkubwa kwenye kampuni. Tumeshafikia hatua asilimia 85 ya ujenzi imemalizika, ambayo target yetu ni katika siku 40 zijazo tuweze commission au kuwasha mtambo. Kwa hiyo tuko kwenye hatua za mwisho. Na mtambo mmoja una uwezo wa kuzalisha tani 300 za ore, kuingiza input ya ore tani 300 kwa siku. Na kwa upande wa ajira tunategemea kama tuko kwenye full capacity ya production, kwa sababu tuna mitambo 4 ambayo inakuja kufungwa hapa. Tukimalizia katika hatua za tumemaliza hatua zote 4, 2 ambazo na mashine 4, tutaajiri wafanyakazi wa Tanzania 300
ambapo wanaongelea skilled ambao ni wataalamu na administrators na wafanyakazi wa kiwandani na wale ambao unskilled. Ni wafanyakazi 300 kutoka Tanzania. Ila pia tutakuwa na of course guardians ambao ni maengineer ambao ni wazoefu wa mitambo ya smelter kutoka China. Lakini nia yetu kubwa pia wataalamu watapokuja ni kuwa train vijana wetu wa Tanzania ambao wana nia, ambao wana uwezo wa kuweza kujifunza smelter. Tunategemea kutrain vijana waweze kujifunza ujuzi kutoka kwa wataalamu kutoka China, waweze kuongeza pia knowledge na baadaye labda kuipitisha kwenye vizazi vijavyo.